Serikali imeombwa kuliongezea uwezo zaidi Jeshi la Kujenga Taifa JKT ili liweze kutoa mafunzo kwa vijana wote wanaohitimu kidato cha 6, hatua ambayo imetajwa kuwa itasaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili miongoni mwa vijana nchini. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na baadhi ya vijana ambao wamefanikiwa kupata mafunzo ya JKT kabla ya kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma, ambapo wamesema mafunzo hayo mbali na kuwasaidia kuwa na nidhamu, uzalendo na utii, pia yamewawezesha kutambua umuhimu katika ulinzi wa taifa lao. Fupi, mafunzo ya JKT ni mafunzo ambayo yanamwandaa kijana kwa ajili ya kuja kulitumikia taifa mbeleni. Kwa sababu gani? Tunapozungumzia JKT, kile kinasimama kama chuo mojawapo cha maadili na cha kukuza uzalendo kwa vijana wa Kitanzania, jambo ambalo linakuja kuwa na matokeo chanya kwa taifa, ambapo hadi sasa tunaona tunapata vijana ambao ni wakakamavu ambao wanaandaliwa kwa ajili ya kuja kuwa taifa la kesho na kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Kwa upande wa wazazi wetu, ni kweli jamii yetu ya Kitanzania wazazi wengi wamechukua nadharia kwamba JKT ni sehemu mbaya kwa watoto wao, kwamba ni sehemu ambayo watoto waweza wakajifunza kitu, kwamba watoto wanaenda kunyanyaswa kule, jambo ambalo sio halisi. Kama yalivyo matumaini ya kila Mtanzania, kwa wazazi wetu wanatamani kupata taifa lililo bora. Na ili taifa liwe bora lazima niwe la vijana walio ngangari, yani vijana wakakamavu na wenye ubora ambao unahitajika. Hivyo kupitia mafunzo ya JKT, vijana tunaenda kupata mafunzo ambayo yanakuja kuwa nyenzo muhimu katika kuinua uchumi wa taifa letu moja, pia kuitangaza nchi yetu kwa mataifa mengine, kwa sababu tunakuwa tumejifunza uzalendo kwa hali ya juu. Hivyo niombe wazazi wetu wawaruhusu vijana wenzangu kwenda kupitia mafunzo ya JKT, kwa sababu kupitia hayo mafunzo tunaandaa kizazi kilicho bora cha miaka ijayo, sababu taifa letu in short tunategemea vijana, kwamba vijana ndio taifa la kesho. Ikiwa tutawazibia vijana wasipate mafunzo hayo ambayo ni muhimu kwa ajili ya taifa, itakuja kuleta shida mbeleni. Kwa hiyo niwatoe shaka hata wadogo zetu wanaoenda, kwa sababu wengi nao kupitia maneno wanayosikia kwa wazazi, labda kupitia klipu mbalimbali wanazoziona kwenye mitandao, wanaamini kuwa jeshi ni sehemu ya ukatili, jambo ambalo sio halisi. Kule jeshi wanaenda kujifunza mambo mengi ambayo yanakuwa ni msingi katika maendeleo binafsi. Mfano, unaenda kujifunza ujasiriamali. Mtu anajifunza kulima, watu tumeenda nao hawajui kulima. Mtu nafika shamba la mahindi anasema hivi ndio nini? Lakini jinsi tulivyoendelea kujifunza, watu wakawa wamejua kufanya kazi, wamekuwa chapa kazi, mabustani wanalima, wanajifunza namna ufugaji na vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa na muhimu katika maisha yetu. Mafunzo haya ya kijeshi ni mafunzo muhimu kwa kijana, kwa sababu tunajua awali kabisa kijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kijana ndio tegemezi katika ulinzi wa taifa. Umeona? Kwa hiyo mafunzo haya nilienda kuyapata kwa sababu mimi pia ni kijana. Hiyo ni sababu ya kwanza ilionipeleka kwenda kupata haya mafunzo. Lakini pia wazazi wangu walipokea vizuri nilipochagulia kwenda JKT, na hakukuwa na shida yoyote wala wasiwasi wowote kwa mara ya kwanza. Na kijana kama kijana, kwa vijana wenzangu sasa ambao wamemaliza kidato cha 6, kijana kama kijana ni nguzo ya taifa. Kijana ndiye anayetegemewa katika kulijenga na kulilinda taifa. Hivyo basi, kijana makini ana vitu ambavyo anatakiwa viendee imradi kufikia malengo yake, ikiwemo nidhamu, umoja na ushirikiano na wenzake, uvumilivu na vitu vingine vingi sana. Vitu vyote hivi vitu vyote hivi ni vitu ambavyo vinapatikana katika mafunzo ya JKT. Mafunzo ya awali ya kijeshi yanayopatikana ya JKT. Hivyo ningependa kuwasihi vijana wenzangu, mafunzo haya hayapo kwa ajili ya kumdhuru mtu yoyote. Mafunzo haya hayapo kwa ajili ya kumkomoa mtu yoyote, bali ni mafunzo ya kulijenga taifa. Mafunzo ambayo yanakupa nidhamu, yanakupa uvumilivu, yanakufanya uwe na upendo kwa wenzako, uwe na ushirikiano. Hata hivyo, vijana hao ambao ni wahitimu wa mafunzo ya JKT miaka 2 iliyopita
wameitaka jamii kuacha kusikiliza upotoshwaji juu ya mafunzo ya JKT. Kwenye jamii tunazoishi kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana ambao tunapotoshana kifikra kwamba JKT kule ni mateso, watu wanapata mafunzo ambayo kiufupi yanaweka under pressure, lakini hilo si kweli. Mafunzo ni mazuri kwa sababu katika kufunzwa ustahimilivu na ukakamavu usitegemee kwamba utaishi kama mfalme. Kuna vitu vidogo sana vya kawaida ambavyo tunavifanya kule. Ni mazoezi tu ya mwili ya kiafya ambayo wengine tunafanya kila siku na ameingia kwenye rutini za maisha yetu. Kwa hiyo ni mengi ambayo tumejifunza: kusimama mbele za watu, kuwa na ujasiri wa kuzungumza, namna ya kumudu, kumwateni, kupokea wageni, namna ya kuishi na watu katika jamii, namna ya kucorrelate na mahusiano ya chuo ya hapa na pale na katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunajifunza. Kwa hiyo mimi nipende kutoa wito kwa wazazi. JKT wala si sehemu ya kumtesa mwanao. Mwanao popote alipo sasa, kama amefanikiwa kuhitimu elimu ya kidato cha 6, ningependa kutoa ushauri na kutoa rai, mpeleke JKT akapate mafunzo, kwa sababu ile imewekwa thabiti katika kujenga vijana wa Kitanzania kuwa na uzalendo, ustahimilivu, na pia ni jeshi la akiba. Nchi ya Tanzania inasifika sana kwa amani, na ni kutokana na misingi ya jeshi letu la ulinzi na usalama ambalo tunalo zuri, limeendelea kutunza usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo nitoe wito, vijana twende kwa wingi, twende kwa wingi. Kama msichana, wakati nipo hapo JKT, kuna notion kwamba anasema mtoto wa kike akienda pale wanakuwa wanamuona, wanampa mafunzo tofauti na mwanaume anayopewa, kwamba mwanaume anaweza akapewa kazi ngumu, mwanamke akalegezewa, lakini hiyo sio kweli. Pia kutokana na haya mafunzo, mimi before nilikuwa sijui kuvuna mahindi, kupanda vitunguu, mboga hizi, lakini nilivyoenda huko nimejifunza jinsi ya kuvuna mahindi, kuanzia kuyatoa shambani mpaka na kupukuchua na kuanza kuweka kwenye viroba. Pia nimejifunza jinsi ya kupanda vitunguu, jinsi ya kupanda mboga tofauti na mtu mwingine ambaye alimaliza form 6 tu akarudi nyumbani. Tunatofautiana. Mimi nimepata hizo knowledge, ikitokea hata hapa hivi nimemaliza sijapata ajira, naweza nikarudi nyumbani nikatumia ile knowledge ambayo nilipata jeshini nikaweza kufanya kama kujipatia ajira na maisha mengine yakaendelea. Rai yangu kwa wasichana wa kike, watoto wa kike ambao wana negative notion kuhusiana na mafunzo ya JKT, kwamba wanaona kwamba ukienda JKT labda utafanywa unyanyasaji, ukatili. Ni kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu ukienda JKT kuna mafunzo, unapewa mafunzo sawa na watoto wengine wa kiume, kwamba hakuna ubaguzi wala hakuna kitu ambacho ni kibaya ambacho unaweza kufanyiwa. Mtazamo uliokuwa kabla ya mimi kwenda jeshi ilikuwa kwamba kuna manyanyaso, kuna hali ambayo sio ya kawaida kama jamii, na pia familia ilikuwa na hofu kubwa kwamba nitaweza kwa namna nilivyokuwa na nilivyoenda na nilivyorudi. So baada ya pale, lakini nilikuwa nina hamu mimi mwenyewe kufika ili nidhibitishe kile kilichokuwa na nilichokuwa nikifikiria. Lakini baada ya kwenda ilikuwa tofauti kama ilivyokuwa kwa dhana ya nyumbani na mimi nilivyokuwa nikifikiria. Baada ya kufika, mafunzo yalikuwa ni magumu kwa sababu sikuwa nimezoea kwa mwanzo, lakini baada ya pale niliweza kuzoea taratibu na nikafurahia kuwepo pale. Naye makamu mkuu wa Chuo Kikuu Dodoma Taaluma, Utafiti na Ushauri, Profesa Razak Bakari Lokina, amesema kurejeshwa kwa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kumesaidia kwa kiasi kikubwa utulivu katika vyuo, huku ari ya nidhamu ikiongezeka katika vyuo vikuu hapa nchini. Kumekuwa labda na ule woga wa wazazi kwamba labda mafunzo ya jeshi wanaenda kuteswa, lakini niseme tu kwamba jeshi sio mateso. Mimi mwenyewe nimepita jeshini na hali yangu ambayo nayo, na uzuri jeshini hata kama mgonjwa utakuwa na kazi yako ya kufanya, na haianga kama mlemavu na changamoto yote, bado jeshini utakukosi cha kufanya. Kwa hiyo mimi ni eneo ambao bado ningetamani, hata kama labda najua sasa hivi labda hawachukui wote kulingana labda na capacity iliyopo, uwezo ambao upo, lakini ningetamani kwamba kila Mtanzania, kila kijana angalau miezi 3 au miezi 6 apate ile mafunzo ya kijana. Inasaidia sana katika kujenga uzalendo, lakini zaidi uzalendo hata kujijenga mwenyewe kiujuzi, kwa sababu pale mnafundisha mambo ya kilimo, mambo ya ufundi. Na kumbuka hata tulipokuwa jeshini wale ambao ni walimu walikuwa wanaenda kufundisha ambao wamesomea hivi. Kwa hiyo unakuta tayari mwanafunzi anatoka kule kuna aina fulani ya ujuzi. Sasa hivi tunaambiwa tufundishe ujuzi zaidi. Kwa hiyo una maana mwanafunzi akitoka JKT
tayari kuna aina fulani ya ujuzi ameupata. Labda alishona, mwingine anza kilimo cha bustani, mboga, yani hivyo. Kwa ni vitu ambavyo tayari vile ambavyo sasa hivi kwenye mitaala yetu vimewekwa, wanaenda kukutana navyo jeshini, ambao inakuwa ni mwanzo hata kabla hajaingia kwenye vyuo, tayari mwanafunzi tayari ameshakuwa na wazo lake kwamba mimi naweza nikafanya hiki zaidi ya kuwa professional wangu nasomei, lakini naweza nikafanya hili jambo la ziada ambalo linaweza kuletea kipato. Hivi karibuni mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajab Ndukumabele amewaondoa hofu wazazi juu ya mafunzo yanayotolewa na jeshi hilo. Mafunzo haya yanalenga kulea. Kwa hiyo kumekuwepo na kuna kwenye mitandao ya kijamii huwa kuna clip zinarushwa, hasa wakati kipindi hiki kinapokuwa kinakaribia vijana kujiunga na hasa haya mafunzo ya mujibu wa sheria. Zile clip huwa zina mtizamo asi, lakini nipende kuwatoa hofu kwamba clip hizo zingine inawezekana hazikutengenezwa katika mafunzo haya, hazikutengenezwa katika mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Haya mafunzo jinsi yalivyo yanalenga vitu vya kumtengeneza kijana awe zile sifa tu tatu zile nne za msingi: awe na nidhamu, awe mtiifu, awe mwaminifu, awe anapenda kazi. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho kinakifanya. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri sana ambao tumeutengeneza ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa unaoratibu mafunzo kwa ujumla. Ni watoe wasiwasi wazazi. Kijana atakapokuja, naamini atafurahia mafunzo haya, na akitoka atakuwa na kitu cha kusimulia kizuri, sio kitu kibaya katika Jeshi la Kujenga Taifa. Mafunzo ya kijeshi ambayo yanatolewa katika recruit school ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, yale yanamwandaa mwanajeshi kwa ajili ya kwenda kupigana vita. Kwa hiyo yule anaandaliwa kwa ajili ya kupigana vita. Lakini sisi mafunzo yetu tunataka tumpe utimamu wa mwili kijana, tunataka tumlee katika maadili. Si mafunzo ya kijeshi, ni basic military training. Tunawapa basic. Yaani apate tu zile kwamba akili ya kijeshi iko hivi. Mtu ukiwa mwanajeshi unatakiwa uwe na tabia hivi na hivi, na tabia moja wapo ndio uwe na nidhamu njema. Mwanajeshi anatakiwa awe mwaminifu, mwanajeshi anatakiwa awe mtii, mwanajeshi anatakiwa awe anapenda kazi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu tunavyowafundisha, hatuwafundishi mafunzo ya kijeshi. Mwanajeshi, ndugu yangu, kuna vitu kidogo vikubwa ambavyo ni zaidi mtu ataenda kujifunza kule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mafunzo tofauti. Ni sio haya tunayowafundisha hawa vijana wetu. Vijana wetu tunawafundisha, tunalenga maadili zaidi ya Kitanzania. Mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. GMTV Dodoma.